Na mtazamaji wa Simamia TV, karibu katika kipindi hiki cha mjadala. Mimi ni Mwafrika, tutakuongezea kipindi hiki, lakini nipo na wenzangu wachambuzi hapa. Tutadadavua kwa vile ambavyo tunaelewa. Mada kuu mezani kuhusiana na kima cha mshahara kutokana na kazi, lakini pia labda tuseme viwango vya mishahara kwa sekta ama katika sekta binafsi na serikali, lakini pia vima kutokana na elimu, viwango vya elimu, ujuzi sijui na vitu kama hivyo. Nipo na Misimiza pamoja na Uncle G. Moja kwa moja nitaanza na Uncle G. Atuambie, atupe listi namna ambavyo kama una elimu aina gani hivi vitu kama hivyo. Tuanze na wewe Uncle G. Asante. Ninayo list hapa ya kima cha chini cha mshahara kwa wafanyakazi katika sekta tofauti tofauti, na tutaanza na sekta ya kilimo, uvuvi na misitu, ambapo kwa shughuli inatakiwa kima cha chini kwa uzalishaji wa mazao ya mifugo, mazao na mifugo yaani wale ambao ni wakulima, vibarua, wanachunga ng'ombe, mbuzi, nini, wanaoshughulika na uzalishaji kwenye upande wa mazao ya kilimo na mifugo. Wanatakiwa kulipwa shilingi 175,000 kwa mwezi. Manake hawa wanajumuishwa na wale wataalamu wa kilimo, wataalamu wa mifugo. Haitaki kuwa chini ya hapo, lakini hili kwa sekta binafsi. Kima cha chini cha mshahara kwa sekta binafsi 175,000, ambapo kwa siku inakuwa shilingi 6,731. Misitu, kwenye upande wa misitu na ukataji miti ni shilingi 185,000, ambapo kwa siku inakuwa shilingi 7,115. Uvuvi na ufugaji samaki shilingi 3,000 kwa mwezi, na kwa siku inakuwa shilingi 11,539. Sekta ya afya, kwenye upande wa hospitali kima cha chini cha mshahara shilingi 250,000, kwa siku ni shilingi 9,615. Kituo cha afya, polikliniki pamoja na pharmacy ni shilingi 240,000, kwa siku ni shilingi 9,231. Upande wa zahanati au dispensary ni shilingi 230,000, kwa siku ikiwa ni shilingi 8,840. Private sector. Upande wa mawasiliano na habari, vipindi, matangazo na habari ni shilingi 289,000, kwa siku ni shilingi 11,115. Telecommunication ni shilingi 6,044, kwa siku ni shilingi 24,769. Call center, nadhani wale mambo ya mawasiliano, vituo vya mawasiliano ni shilingi 380,000, kwa siku ni shilingi 14,615. Kazi za ndani, domestic workers, hawa kwa mabalozi, wafanyabiashara wakubwa ni shilingi 3,28,000, kwa siku ikiwa ni shilingi 12,615. Maafisa waliostahili, kwa maafisa waliostahili ni shilingi 265,000, kwa siku ni shilingi 10,192. Wengine wasioishi kwa waajiri ni shilingi 160,000, kwa siku shilingi 6,154. Wafanyakazi wengine wa ndani ni shilingi 80,000 kwa mwezi, kwa siku ni shilingi 3,077.
Hoteli na utalii ni shilingi 3,075 kwa siku 14,423. Mahotelia hiyo ni kwa hoteli za nyota 4 na nyota 5. 375. Mwongozo wa watalii ni shilingi 320,000 12,308 kwa siku. Hoteli ya nyota 3 mbeba mizigo 220,000 au mbeba mizigo, yaani kwa hoteli ya nyota 3 na wale wanaobeba mizigo kupokea mizigo ile sumini wanalipa shilingi 220,025 kwa siku 8,654. Guest house, bar, migahawa wataweza kulipa shilingi 1,095 kwa siku shilingi 7,500. Nishati, ujenzi na usafirishaji, makampuni ya kimataifa wanataka kulipa shilingi 7,65,900. Ndugu zetu wasafirishaji hao kwa siku shilingi 29,458. Ujenzi, mkandarasi daraja la kwanza. Wakandarasi hawa na madaraja. Kandarasi daraja la kwanza shilingi 5,015 kwa siku 19,808. Usafiri, huduma za anga ndugu zetu hao ni shilingi 4,098 19,154 kwa siku. Usafiri, clearing and forwarding, ndugu zetu ma clearing wanataka kulipa 4,064 17,846 kwa siku. Madini na elimu binafsi, uchimbaji na utafutaji madini 695 26,731 kwa siku. Leseni ya dila au dalali, kwenye mabano ameweka dalali, manake wale madalali wa madini, shilingi 595 22,885 kwa siku. Elimu ya juu binafsi 3,700 11,565 kwa siku. Shule za sekondari VETA 281,300 10,819 kwa siku. Biashara, fedha na viwanda, benki za biashara ndio inayoanza shilingi 7,033 kamili, ambayo ni shilingi 28,192 kwa siku. Bima, taasisi za fedha 6,099,700 ambayo ni sawa na shilingi 26,912 kwa siku. Sekta ya viwanda 2,7,692 kwa siku. Biashara kawaida 200,000. Nadhani hawa ndio wale wa maduka kawaida wanatakiwa kulipa 2,500 ambayo ni 7,712. Kwa hiyo sekta zote zimeisha hivyo, ambapo ni sekta 8. Sekta ya mwisho ni hii ya biashara, fedha na viwanda. Kwa hawa wafanyakazi wa sekta binafsi na waajiri wa sekta binafsi wanatakiwa kujua kwamba hawatakiwi kulipwa chini ya hapo, ila mtu akilipwa zaidi asije karudisha kidhana ameibia taasisi, wala sio kwa amestahili kutokana na elimu aliyokuwa nayo. Lakini swali la kujiuliza, tunasema hapa kama mkoma anisikiliza vizuri, kwenye upande wa sekta binafsi hapa najiuliza upande wa hizi baa binafsi ambapo nadhani ilikuwa kama 190 na kitu 95 wanalipwa hiyo msimeni vipi? Umesikia hapo? Unaje mwongozo watu wanaofuatilia, lakini pia huo mwongozo
Lakini kuna makubaliano baina ya, maana kazi ni makubaliano pia. Mtu unakuta mwajiri anasema mimi nalipa 50,000 tu. Asitaka inaona kubali. Na mtu akatai maisha, unakuta mtaani hata bila ramani hana ya pesa. Anaingia mkataba. Lakini mara nyingi ipoje? Unajua na waajiri wanajua sheria na taratibu. Kuna waajiri ambao wafahamu pia, lakini na sisi waajiriwa tufahamu pia. Unaenda tu na shida zako. Unajua shida ndio zinazotufanya tutafute kazi. Ukiangalia nimesikia sekta nyingi humo sio kama hivyo wanavyolipwa. Mfano kama wafanyakazi wa baa hawezi wakalipwa hiyo 1,500. hasa hizi baadhi. Afu wafanyakazi wa ndani kuna shilingi 80,000 ndio kimaji wa ndani. Kwa kwetu huku ni uongo. Bila shaka tunao majirani ni wafanyakazi. Sasa tunauliza kuna mfanyakazi, kuna mtu analipa 50,000, kuna mfanyakazi 50,000 aende Mwanza, aende sijui Kigoma, aende Arusha. Wanalipa 10,000, wamekulipa zaidi 15,000, 20. Hapo nakuwa umepambana sana kulipa. Hapo unaona kabisa huyu tajiri amejitahidi. Kwa wengi tunafanya kazi na hatujui vipato vyetu tunapaswa tulipo shilingi ngapi. Leo hii ukizunguka sehemu nyingi utakuta kazi imeorozesha mtu analipwa 500,000, lakini kwa kazi yake analipwa 200,000. Kulingana na shida zetu tunalizika. Ukiangalia leo hii Afrika uiache hiyo kazi kulingana tu na hivi vipato ambavyo vimeelezewa. Unaona kabisa hapa naenda kuangalia bora tu nipige kazi hivyo kwa sababu unakuta kuna watu wanakutegemea. Lakini pia kuna waajiri pia ambao hawajui hivyo viwango. Wanafungua baa yake. Anajikadiria tu baa yangu mimi kipato changu ni hela nilizonazo nitakuwa nalipa 30,000 kwa mwezi. Lakini kulingana na sisi na shida zetu ukipata hiyo 30,000 unaona shapa pa kulala. Unakula unajiongeza. Kuna kujiongeza, lakini kuna wengine ambao unalala pale unakula pale unakuja chakula cha kengele unapokea 30,000. Kwa hiyo mtu anaona bora kulingana na maisha ambayo ametoka kwamba chakula alikuwa hapati na unakula labda mpaka kesho, alafu umeipata fursa kama hiyo unaichangamkia. Hatuangalii kwamba nalipwa kiasi gani. Kwa hiyo ushauri wangu kwa waajiri na sisi waajiriwa pia tukiwa na shida zetu tujaribu kufuatilia, lakini pia kuna ugumu. Mimi naona kama kuna ugumu Afrika na kwa ajili leo hii mimi nimefuatilia mshahara wangu ni 500,000. Alafu kazi nayoifanya nalipwa 1,000,000. Bosi apangiwe. Bosi apangiwe. Leo hii ukimwona nataka kumaanisha kwamba kwenye sekta binafsi mabosi wanajipangiwa na bodi. Hawafuati sheria. Bosi mshahara unasema 700,000, mbona 1,000,000 na nusu? Utamwambia na kazi huna. Kuna mtu anataka 1,000,000 na nusu. Tena ni kubwa mno kwa maisha. Kwa hiyo yani unaona tu bora vina uhalisia mdomo wako usije ukakosa bila. Sasa angojiko kuzungumza unamalizia unalipi? Kwa kumalizia naweza nikasema iwe kwa kujua ama kutokujua, sekta binafsi ni sekta ambayo kwa muda mrefu imekuwa haina mshahara wa kueleweka licha ya serikali kuweka viwango kama hivi kwa sekta binafsi, kwa sababu kwanza ajira ni ngumu. Na kama ajira ni ngumu, basi baadhi ya waajiri wametumia udhaifu wa ajira kuwa ngumu kulipa kile wanachojisikia, kwa sababu anajua wewe ukiondoka kesho anakuja mtu mwingine anachukua ile nafasi yako na maisha yanaendelea. Kitu ambacho sio kizuri kwa sababu watu wanapoteza haki zao. Lakini pia kitu kingine ambacho tunakiona hapa ni kwamba mtu anakubali kushikishwa 50,000 kwa kazi ambayo angelipwa 200,000 kwa sababu pia hakuna mikataba. Ni kwamba kuna maelewano ya mdomo, Jumatatu njoo kazini, wewe unaingia kazini, unapiga kazi, mwisho wa mwezi unapewa. Na ndio maana
hata kuna baadhi ya watu kwenye sekta hizi binafsi wanadai mishahara ya miezi 3, miezi 6 hawajai kupewa, na kila kumwambia bosi anamwambia mambo sio mazuri. Lakini kungekuwa kuna kwamba watu wamekiana mkataba, ingekuwa ni ngumu bosi kukiuka mkataba, kwa sababu mkataba unakuwa unaeleza wazi kwamba mkataba wa ajira upo na kila mwezi anatakiwa mtu kuingiziwa kipato chake, kwa sababu mtu unapomnyima mshahara wake, kwanza mshahara umemnyima sio ule ambao alitakiwa kuwa nao, bado unamcheleweshea na huyo mtu ndio ofisi haifahamu kuwa wewe una familia, lakini kiuhalisia waajiriwa wana familia zao na zinawategemea, japo kwenye makubaliano ya kazi na bosi hamjaekea kama mimi na familia na watoto na nini, lakini wale watoto natakiwa watambue kwamba wanakutegemea, kuna mtu anakutegemea, kuna wazazi wanakutegemea. Kwa hicho kidogo alichominya anakulipa kidogo, badala angekupa kikubwa kidogo kulingana, yani hata kama kisipokuwa kikubwa basi kiwe hata kile ambacho serikali imesema basi kisio chini ya hapo. Mimi naona ingependeza zaidi, kwa sababu unajua bwana, mshahara au posho, tuseme kwenye binafsi wengi wanapewa posho, sio mishahara. Posho inaleta motisha na mtu kufanya kazi kwa moyo, kwa kupenda. Na ndio maana kwenye sekta binafsi huko watu wengi wamejikuta wanaharibu kazi kwa sababu ya kulipwa vibaya. Mtu anaona ni bora haribu kazi kwa sababu penye bosi hamlipi au anamcheleweshea mshahara au anamlipa kidogo. Kwa sababu kumbuka, ukipewa pesa labda ukiwa huna kazi, mshahara wa shilingi 50,000 au 1,000 unaona ni mkubwa sana. Lakini unapotokea ukapata ile kazi, majukumu labda ya kuandaa mzee unaiona ndogo, na madeni unaingia, unakopa, yani mshahara haujafika tayari ushautumia. Kwa hiyo kwenye maisha huwa iko hivyo, na hiyo ndio hali halisi ya kwenye sekta binafsi. Lakini ni wapongeze wale mabosi ambao wana sekta zao hizo binafsi na wanamlipa mtu kile anachostahili. Hiyo ni nzuri. Na pia sisi wafanyakazi tusidai kikubwa kuliko tunachokizalisha kwenye hizi ofisi. Kuna mtu anataka alipo hela nyingi afu uzalishaji wake ofisini ni mdogo. Sasa hiyo haipendezi, kwa sababu kuna baadhi ya mabosi wanalipa watu kwa kutoa pesa zao mfukoni mwenye, yani sio anachozalisha mtu. Niseme mbali, tumesema mfano kwenye hizi kazi zetu za online TV. Mabosi wengi wakisema walipe wafanyakazi kwa pesa zinazozalishwa kwenye channel husika, wafanyakazi wengi watakimbia. Lakini kwa bahati nzuri wamiliki wa online wengi wana kazi zao nyingine wanafanya za pembeni, nakuta anachota kula na kuja analipa wafanyakazi. Lakini sasa na wafanyakazi wachache wanaoelewa hicho kitu. Kiuzalishaji wa hizi channel bwana, hasa channel hizi ambazo ziko mikoani, ni kipengele kwa kweli. Yaani kija kusoma dashboard doli nayo soma pale, afu ndio sema lipo wafanyakazi, utakimbia. Sawa, asante Ankoji na Bisimiza. Mtazamaji wa Simamia TV, naamini utakuwa umepata kitu hapo, lakini pia weka maoni yako kuhusiana na mada ambayo tumeizungumzia hapa. Kwa nami Mwafrika Bisimiza kati mwisho kule Ankoji.